makamu mwenyekiti kwa niaba ya mwenyekiti wake wa chama cha soka mkoa wa Mwanza, lakini general coordinator wa TFF, lakini pia manager wa uwanja. Nafikiri nimezunguka, nimeona. Niliposikia mmefungiwa nilishtuka na nilifikiri kwamba kuna jambo kubwa kabisa hapa ambalo lipo katika uwanja huu, kwa sababu mwaka jana mwezi wa 10 tulifanya sherehe za kitaifa hapa zenye hadhi ya kitaifa, ambao uwanja huu uliingiza watu 60,000. Ni tuliweza kuaccommodate. Kwa hivyo hakuna rekodi yoyote ambayo inaweza ikavunjwa uwanja huu wa Kirumba kuliko ile ya mwaka jana wakati Mheshimiwa Rais Samia alipofika hapa. Kwa hiyo kama tuliweza kuihudumia uwanja huu kwa kiwango cha watu 60,000 na wengine 10,000 wakawa viwanja vya furahisha, hatuwezi kushindwa kuhudumia washabiki ambao hawawezi kufika 30,000 au 40 wanaoweza kufika katika uwanja wa Kirumba. Sasa nimefurahi, nimeona kazi kubwa ambayo inafanyika. Meneja na kupongeza kwa sababu hali ya usafi ni kubwa na usafi wa mazingira ni kubwa. Endeleeni kuboresha usafi wa mazingira. Mimi nafikiri wenzetu wa chama cha soka waliamua tu kutukumbusha kwamba kuna mambo madogo madogo tuyazingatie. Hakuna jambo kubwa hapa. Kwa sababu nimeambiwa wakati under 20 Azam ilipocheza maji yaliwahi kuflow kuingia katika eneo lile la kutembea kuingia changing room. Swala hilo la miezi 3 iliyopita lilishadhibitiwa, jambo hilo lilishaisha. Tukaambiwa changing room haina mabenchi. Mimi nafahamu kwamba wakati wa michezo huwa mnakodi viti na timu kwa mujibu wa kanuni wanaostahili kukaa kwenye viti wanakaa kwenye viti. Lakini kwa sababu uwanja huu ni wa kudumu, sioni sababu ya kwa nini mkodi viti wakati mechi moja tu juzi manager mlipata shilingi milioni ngapi? Milioni 10 ya Yanga. Kwa hiyo hii ni asset. Lazima uiboreshe, lazima uweke vitu vya kudumu. Kwa hiyo ninamwelekeza manager na nitaongea na katibu wa CCM wa mkoa ambaye ndio mwenye uwanja. Ndani ya siku 7 kuwe na mabenchi ya kudumu ya wachezaji katika changing room badala ya kukodi, kwa sababu timu mwenyeji analazimika kukodi viti. Lakini hawa wanakula hela ya uwanja milioni 10 kwa mechi ya Yanga, mechi ya Simba mlipata shilingi ngapi? Milioni 8. Kwa hiyo kwa mechi mbili tu milioni 18. Hawana haja ya kwa nini wakodi viti wakati changing room zile zina security. Wanaweza wakaweka mabenchi, hata viti vya kudumu. Sio lazima hiyo mabenchi, hata viti vya kudumu. Mabenchi ni kwa sababu tulishazoea ule mpira wa kizamani. Ningekuwa mimi hata kama ni kutengeneza sofa za kisasa, wanakaa wachezaji wana relax, wanapewa maelekezo na mwalimu. Mwalimu Minziro kwamba tukiingia half time tukafanye nini. Kwa hiyo manager hiyo mabenchi ndani ya siku 7 tengeneza mabenchi ya kudumu. Swala la kuwa mnakodi viti halina tija yote ile. Jambo la pili, nimekagua pitch. Maeneo 3 yana ukosefu wa nyasi na nafikiri ni kama 10% katika 100 ya hayo maeneo. Kwa hiyo pitch yetu bado ni bora zaidi. Naamini katika viwanja vingi vya Tanzania pitch ya Kirumba is the best pitch. Lakini endeleeni kumwagilia uwanja, ligi imesimama sasa. Endeleeni kuboresha miundombinu. Sisi na wana Mwanza kwa ujumla, faraja yao ni kuona mechi zote ziwe za FA, ziwe zile ambazo za ligi, ziwe hata za African Cup of Nations zikichezewa wapi. Kwa hiyo na wewe lazima uwe manager wa viwango vya juu, kwa sababu sisi nia yetu kwa attract vilabu vikubwa kuja kufanya mazoezi hapa Kirumba. Lakini 3, tumeambiwa hapa juu kuna stages ili watu wasiwe wanasimama VIP. Hii ni kitu ambacho ni kidogo sana, na umeniahidi kwamba katika kipindi cha muda gani? Wiki moja, kwa sababu vipo vilitolewa tu wakati wa Mwenge, ni just replacement, kurejesha. Sasa rejesheni. Kwa kifupi niseme hivi, hapa ni tumepewa chachu
kwamba ligi imesimama, boresheni viwanja vyenu. Ndio ninachokielewa mimi. Lakini sasa TFF lugha yao wao wanakuambia tumekufungia ili kukuhamasisha ufanye nini? Maboresho. Ni lugha ya kimpira. Sisi kwenye diplomasia hatuzungumzi lugha hiyo. Kwenye diplomasia tungesema hivi, wewe mwenye kiwanja wewe ni mdau. Kwa sababu hakuna mpira wa miguu kama hakuna kiwanja. Na wanaomiliki viwanja sio wanaoendesha nini? Mpira. Kwa hiyo mwenye kiwanja na msimamizi wa mpira hao wanaitwa partners. Sasa kwenye lugha ya kidiplomasia partners huwa wanaambiana, partner njoo bwana, ligi imesimama, boresha kiwanja chako. Hiyo ndio kwenye lugha ya kidiplomasia. Kwenye lugha ya mpira partners wanaambiwa bwana, nimekufungia. Ukitaka nikufungulie fanya 1 2 3. Kwa hiyo yellow card, red card. Ndio maana inaitwa kuna yellow card, kuna red card. Kwa hiyo nyinyi mmepewa red card. Lakini mimi najua ni kwa nia mzuri, na ligi itakaporejea kiwanja cha Kirumba kitafanya nini? Kitatumika, kwa sababu najua viwanja vingi, lakini kiwanja cha Kirumba kina hadhi kubwa. Na wewe endelea kuhakikisha hadhi ya uwanja wa Kirumba inafanya nini? Inaendelea. Na kwa kifupi sisi tutaendelea kuwapa ushirikiano TFF na chama cha soka mkoa wa Mwanza. Unajua watu wa mpira sisi lazima tuambiane ukweli, tunahitajiana. Hata hapa serikali mnaihitaji, kwani ulinzi wa uwanja huu mnapocheza mipira mnatoa nye? Mna private security au tunaleta polisi? Polisi ni wa chama cha soka cha mkoa wa gani? Kwa majina naitwa Hassan Ali, meneja wa uwanja wa CCM Kirumba. Tunashukuru tumezipokea changamoto zote ambazo zimeonekana katika uwanja wetu, na sasa hivi kutokana na uongozi wa mkoa mzima ukiongozwa na mkuu wa mkoa, tunazifanyia changamoto hizo kazi ili uwanja wetu urudi kwenye hali yake ya zamani ambayo ilikuwa iko vizuri zaidi. Kwa cha msingi tunawaomba wananchi wa Mwanza watulie. Uwanja unakuja kufunguliwa na utakuwa umerudi katika hali yake ya zamani na kwenye hali nzuri zaidi. Kwa majina naitwa Khalid Bitebo, makamu mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Mwanza. Zaidi ni kukushukuru mkuu wa mkoa kwa niaba ya mwenyekiti wangu kwa kazi nzuri baada ya kupata barua ya kufungiwa uwanja wetu huu toka jana. Umetukusanya, umetusimamia, umetoa maagizo na maelekezo. Tumeanza kuyafanyia jana mpaka hii leo. Tuko pamoja na wewe, tumekuja hapa kwenye pichi na kuangalia maboresho yote ambayo yanataka kufanyika. Kwa kweli kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mwanza, nikushukuru sana mkuu wa mkoa kuhakikisha mpira unachezwa kwenye mkoa wetu. Naitwa Goodluck Nyamwandi, ni General Coordinator wa TFF kituo cha Mwanza. Kuna maeneo kadhaa ambayo tumekumbushwa kuweza kuyarekebisha kupelekea kwa ajili ya mechi zinazofuata kumaliza ligi yetu. Maeneo hayo ambayo yameainishwa, kwa kwanza ni kama alivyosema mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni eneo la pitch. Kama tulivyoona inaendelea kufanywa kazi kwa haraka zaidi. Maeneo ya dressing rooms, manager uwanja atazungumzia tayari, lakini tunakwenda kupelekea kuweka benches au viti vya kutosha. Miundombinu ya maji kwa ajili ya matumizi ya kawaida sasa imeshawekwa vizuri na maji yanatoka, na tumeona asubuhi kama maji yanatoka kwa wingi. Issue ya fence, vyote vimeshakarabatiwa, viko vizuri kwa ajili ya mechi zijazo. Kitu kingine ambacho kimekuwa kizungumzwa sana ni wakati wa mvua, wakati wa masika, maji yalikuwa kiingia ndani ya vile vyumba vya kubadilishia kupumzikia wachezaji. Tayari pale kwenye milango imewekwa matofali, yamekarabatiwa vizuri, maji hawezi kuingia tena. Na upande wa kule nje patafanywa ukarabati zaidi ili kuhakikisha kwamba maji hata wakati wa mapumziko au wakati wa movement za kawaida maji yasiweze kuingia katika ile eneo la kuingilia wachezaji. Kwa upande wa huku juu VVIP area itarudishwa ile zile platform zilizotengenezwa na TFF mwaka juzi. Maana ziliondoshwa kwa sababu za kiusalama wakati wa mbio za Mwenge, sasa zitarudishwa tena kwa ajili ya kuweza kufanikisha michezo yetu na kurudisha hadhi ya uwanja wa CCM Kirumba. Kwa hiyo tunaamini kwa mujibu wa manager wa uwanja na mwenyekiti wa MZFA, ligi imesimama kwa wiki kadhaa. Mpaka tunapoenda kuanza ligi, uwanja utarudi kwenye hadhi ya kimataifa, na tunatamani kwamba
mechi zingine kubwa za kimataifa zirudi katika uwanja wa CCM Kirumba.